Usitasita katika njia. Anakuja hapa kanisani, sasa ngoja nikajaribu na maombi nisikilizie kama atajibu. Au anayofanya kusikilizia maombi kama atafanya. Sasa kama mmekuja kusikilizia anania ngapi? Yasipojibu. Unapokwenda kwa Mungu wako kufanya ibada, unapokwenda kwa Mungu wako kumuomba, amini unakwenda kufanya kitu kikubwa na kitatokea. Matokeo ya Ibrahim, baba wa imani, alimuomba Mungu na akaamini. Sasa tumetokea kwenye viuno vya baba wa imani aitwaye Ibrahim. Haleluya! Haya mafundisho nayofundisha sio ya kutembea kama grupu, no. Haya mafundisho tunaojifunza mahali hapa ni ya mtu mmoja mmoja kujisacrifice yeye, kujitoa yeye na kutembea na Mungu. Kwa sababu hata Biblia inasema watu wanaotembea, mtu anayetembea katika nia ndi atakosa vyote. Una hamu ya Mungu akuinue, lakini unayo salau ya kudharau wengine hawajaoinuliwa. Utainuliwaje? Una hamu ya kuhubiri Injili ili watu waone watukane. Vinasaidia nini? Pokeeni moyo wa Bwana na moyo wa Mungu uwe ndani yenu. Ngoja wasomee kwa mfululizo sasa. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kwamba atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zote. Ulishawahi kupatana na mtu mwenye nia mbili? Anakuamini alafu hakuamini. Jaribu kufikiri, anakuamini alafu huyu mtu ana nia hizi mbili. Anakukubali kama hakukubali. Hata ukiwa unahubiri anakuangalia kwanza usoni. Anakuangalia kucha zako. Anakuangalia, huyu jamaa sio Freemason. Huyu jamaa sio mwizi. Huyu yaani ana nia gapi? Anapokeaje sasa mtu? Nikwambie kitu kingine. Kama kuna vitu vimewasili watu wengi, ni mafundisho yaliyokosa misingi ya neno la Mungu. Narudia tena. Kama kuna vitu vimewasili watu wengi, hususa wa Kristo, ni mafundisho yaliyokosa misingi ya Mungu. Ndiyo hayo ambayo sasa kila mmoja anayumba, hajui yumbie wapi. Sikiliza, yumbia kwenye neno la Mungu ambalo ndio msingi wa imani yako.